nzima hii rais kagawa pikipiki. Haya, kata ya Itunge kuna pikipiki, kata ya Mikoroshini kuna pikipiki. Zile pikipiki zingeenda kufikia namba kusema Mikoroshini, vijana Mikoroshini tumewapa pikipiki 2, mtaweka 3 kama Baba Levo alivyofanya kule, tuone kama vijana wangeandamana. Hakuna kitu kama hicho. Haya, sasa hivi nyewe serikali mnachokifanya, mnaenda China, mnatuchukulia watu wa mabonanza, mnawaleta Tanzania, mnaacha kwenda kuwachukua watu, waleta kuweka hata viwanda vya matairi, bodaboda tununua matairi kwa bei ndogo, nyewe mnaenda kuletea watu sisi wa mabonanza. Si mabonanza ya nini hapa Tanzania? Hii ni Kusaga TV na hii ni taarifa kutoka Kyela mkoani Mbeya. Mimi ni Anthony Komba. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka ametangaza kumkabidhi kijana Simon Mwambebule pikipiki ya mkopo licha ya kutokuwa kwenye kikundi kutokana na maoni aliyotoa kijana huyo Novemba mwaka 2025. Waziri Nanauka ameeleza hayo wakati akizungumza na wananchi wa Kyela mkoani Mbeya kwenye hafla ya kukabidhi pikipiki 22 zenye thamani ya shilingi milioni 87 kwa vikundi viwili vya vijana wilayani Kyela, ambapo ameeleza kuwa licha kijana huyo kutokuwepo kwenye kikundi chochote katika vikundi hivyo viwili, pikipiki moja imeongezwa kwa ajili yake. Lakini ndugu wana Kyela, kabla sijahitimisha, Mheshimiwa mbunge alinipa ombi hapa. Alimtaja kijana mmoja na mimi namkumbuka vizuri sana. Nakumbuka tukiwa kwenye mkutano wetu pale nje ya sokoni pale. Alikuja akiwa na POP. Mkono wake ulikuwa umefungwa POP bandage fulani, alikuwa amevunjika mkono. Na nimwambia anaitwa Simon Charles Mwambebule. Namkumbuka yuko wapi Simon? Njoo. Tulipokuja siku ile aliongea sana. Alizungumza na ujambo. Mambo vipi? Kwa njema. Sikio kwa na nywele lakini. Alizungumza vitu vizuri sana. Aliongea kwa uchungu sana. Nakumbuka mpaka walikupa hela. Unakumbuka sikio? Walikupa hela. Aliongea pointi nzuri sana. Alielezea changamoto za vijana, nini tunakutana nacho, serikali nini ifanye, ushauri wake. Aliongea vizuri sana. Na Mheshimiwa Mbunge aliponiambia nilimuomba kwamba kwa kweli ombi lako leo litoa ni ombi la msingi na ni aina ya vijana, kwa sababu aliongea ili kujenga nchi yetu. Naomba tumpigie makofi bwana Simon. Sasa aliniambia kwamba naye alikuwa anahitaji pikipiki, lakini bahati mbaya hakuwepo kwenye hivi vikundi. Sasa niliwaagiza waongeze pikipiki moja pale kwa ajili yako na nimwambia utarejesha kwa wakati, sio? Kwa hiyo bwana Simon naye atakuwa mmoja wa wanufaika siku ya leo. Atapata pikipiki yake na atatuonyesha mfano ili yale uliokuwa unayoongea yale sasa uyatekeleze kwa vitendo. Novemba mwaka 2025, wakati waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka akiwa wilayani Kyela kusikiliza maoni ya vijana, kijana Simon Mwambebule ambaye ni dereva pikipiki alimuomba waziri huyo wakopeshe pikipiki kama ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amegawa pikipiki nchi nzima kwa wana CCM. Kama rais alifanikiwa kugawa pikipiki kwa wana CCM wote kata zote, kwa nini zile pikipiki asigawe kwa vijana kwenye vijiwe? Akatoa malengo 3 nchi nzima hii rais kagawa pikipiki. Haya, kata ya Itunge kuna pikipiki, kata ya Mikoroshini kuna pikipiki. Zile pikipiki zingeenda kufikia namba kusema Mikoroshini, vijana Mikoroshini tumewapa pikipiki 2, mtaweka 3 kama Baba Levo alivyofanya kule, tuone kama vijana wangeandamana. Hakuna kitu kama hicho. Haya, sasa hivi nyewe serikali mnachokifanya, mnaenda China, mnatuchukulia watu wa mabonanza, mnawaleta Tanzania, mnaacha kwenda kuwachukua watu, waleta kuweka hata viwanda vya matairi, bodaboda tununua matairi kwa bei ndogo, nyewe mnaenda kuletea watu sisi wa mabonanza. Si mabonanza ya nini hapa Tanzania? Hatuna shida na mabonanza. Serikali imeshinda kwa ajili vijana wote. Vijana wote mmeshinda kwa ajili. Basi nendeni China mnakoenda, mkachukua wale watu wanaohusika na viwanda vya matairi, mwambieni tumekupa eneo hili bure, tengeneza kiwanda, watu watuajiri. Kwenye swala la bodaboda. Haya, bodaboda mnawapiga vita, mnasema bodaboda ndio walioandamana, bodaboda ndio waliochoma CCM. Sasa hivi hapa Tanzania, hapa Kyela, wala maeneo mengine, sisi mwisho kulala saa 6. Tunashinda kujiachia. Kuna watu wengine tunataka kufanya kazi mpaka usiku, hatufanyi. Fimbo juu, viboko. Na viboko vingi. Kulala mwisho saa 6, hakuna kutembea zaidi hapo. Kwani Tanzania nzima hii wote mnaishia saa 6 kulala? Vijana wanachokidai
wanakijua, hata nyie serikali mnakijua, vijana kusema wanadai kitu fulani. Sasa hili kisitokee kile kitu kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Inabidi viongozi mtoke hadharani, muongee kama anavyoongea waziri mkuu sasa hivi. Anatoka hadharani anaongea. Tunaomba waziri wa vijana, wewe ni mwenzetu. Wewe ni mwenzetu. Sisi sasa hivi wote hapa tunachukulia kama watu wengine wanasema kama hii swala la utekaji. Kama mimi nilivyoongea hapa naanza kuwa na wasiwasi. Bwana wakina Heche ni watu wakubwa. Ni watu wakubwa. Wanaongea, wana ulinzi, ila bado wanachukuliwa, wanatekwa. Sasa sisi ambao tuna ulinzi tunategemea kutembea kwa mguu kwenda nyumbani. Sisi ndo tunachukuliwa kama nyanya tu, tunaokota tu pap. Sisi kama nchi ni kama mwanadamu. Huwa anakuwa kwa umri. Na mwanadamu yote huwa anajifunza. Na Waswahili wana msemo wao, wanasema ukianguka usiangalie ulipoanguka, angalia ulipofanya nini, ulipojikwaa. Kwa yako mambo ambayo umezungumza hapa, ambayo sisi kama serikali tunaamini kabisa yanahitaji kufanywa kazi. Lakini tangu nimeanza ziara hii, hakuna mkutano wote nimeufanyia ndani ya ukumbi wote ule. Kwa nini nafanya hivyo? Nataka nipate mawazo halisi ya vijana wa Tanzania. Kwa sababu wakati mwingine unapofanya mikutano kule ofisini au kwenye ukumbi, unaweza ukajaziwa watu 2000. Lakini wote wanaojaa pale hawana mawazo mbadala. Wote wanakuja kwa ajili ya kusifia na kwa ajili ya kushangilia. Tunataka tuijenge nchi kwa kusikiliza mawazo yenu kama hivi mnavyotoa. Na ndio maana niko hapa kusikiliza hoja zenu. Na Mheshimiwa Rais amesema anataka kujua vijana wa Tanzania wakifanyiwa jambo gani wataona kwamba wao wametengenezewa mazingira mazuri kwa ajili ya maisha yao ya baadaye.